Nuru ya Uislamu inakuletea mwangaza wa dini. Tutajitahidi, mtatusamehe sana katika siku ya leo. Tutajitahidi kutumia lugha tofauti ili mradi tuweze kuelewana sisi wote. Kuna wale ambao wanatufuata wanazungumza lugha ya Kifaransa, wanazungumza lugha ya Kiarabu, na sisi ambao tuko hapa lugha ya Kiswahili ndio tunatumia. Lakini tutajitahidi kwa uwezo wa Mungu tuweze kuelewana yale ambayo yanapatikana, sisi wote tuende vizuri inshallah. Kama mlivyomaliza kusikia ufunguzi wa siku ya leo, neno lizuri ambalo Mufti wa Burundi ametuzungumzia hapa, na akiwa pia naibu rais wa shirika ambalo iliyotuandalia shughuli za siku ya leo. Wale ambao wako hapa tuelewe ni kina nani waliotuandalia hili jambo la siku ya leo. Ni chama kinaitwa Fondation Mohamed VI des Ulemas Africains, tawi la nchini Burundi, ndio ambao wametuandalia hili jambo siku ya leo. Na hili jambo kama jinsi nilivyozungumza kwenye lugha ya Kifaransa lina mambo tofauti ambayo yanafuatana. Tumemaliza kufuata neno la Mheshimiwa Mufti. Muda mfupi tutamfuata dokta wetu ambaye ni Dr. Scholar. Baada ya hapo tutafuata neno la Mheshimiwa Dr. Sudi ambaye pia ataunganisha na mafunzo huko ndani ya siku ya leo. Baada ya hapo tutafuata neno la yule ambaye aliwakilisha wagonjwa ambaye ni Kamikazi Mwanaidi. Katika kwenda tunamalizia, kama mnavyoona kwenye meza yetu pale mbele kuna vifaa tofauti viko pale ambavyo vinaambatana na magonjwa ambayo tunayo. Itakuwa ni ugawaji rasmi. Baada ya hapo, Mwenyezi Mungu akituwezesha, yule ambaye tulikuwa tunasubiri mgeni rasmi akiwa pamoja na sisi atakuwa na neno na yeye la kutufikishia. Kama hakupatikana, basi tutakuwa tumeendelea na mingine ambayo itakuwa ni kumalizia harakati za siku ya leo. Mimi nafikiri yameeleweka yale ambayo yametukusanya siku ya leo. Tulipenda tuelewane sisi wote, twende njia nzuri. Kwa hiyo inshallah, pour le moment nous donnons la place au discours du docteur Scholastique. Après nous allons suivre le discours et la formation du docteur Soudi inshallah. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Mufti du Burundi, chers membres de la Fondation Mohamed VI des Ulemas Africains, section Burundi, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. À cette date du 29 mars 2024, qui correspond au 19e jour du mois béni de Ramadan, nous avons l'honneur de vous accueillir dans cette salle où va se dérouler les activités de solidarité en faveur des personnes souffrant de diabète et de l'hypertension. Ces personnes sont suivies à la clinique Shifa Medical. Ces activités sont organisées par la Fondation Mohamed VI des Ulemas Africains, section Burundi. Comme nous le savons tous, notre noble religion, l'islam, nous recommande de promouvoir l'esprit de fraternité et de cohésion, et surtout pendant ce mois béni de Ramadan. C'est dans cette optique que la Fondation Mohamed VI, via sa section Burundi, a organisé cette activité en faveur des personnes malades de diabète et d'hypertension pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de bien bénéficier des bienfaits de ce mois béni de Ramadan. Comme nous le savons tous, ces maladies chroniques exposent aux complications. Donc, pour les éviter, ces malades doivent avoir un suivi régulier, c'est-à-dire consulter régulièrement, faire des bilans et prendre quotidiennement des médicaments. Mais ce bon suivi est quasi impossible car par faute de moyens. C'est pour cela que
L'activité de la Fondation Mohamed VI, section Burundi, de ce jour va porter sur une petite formation sous le thème Ramadan et les maladies chroniques non transmissibles. La distribution des appareils, notamment glycomètre et tensiomètre. Distribution des médicaments antidiabétiques oraux et les antihypertenseurs. Au terme de cette activité, les malades seront à mesure d'avoir des comportements responsables vis-à-vis de leur maladie, de contrôler régulièrement leur glycémie, d'être observants au moins au cours de ce mois de Ramadan, car le médicament est disponible comme vous le voyez sur les tables. En guise de conclusion, nous invitons aux bénéficiaires de ce don à la bonne gestion de ces appareils pour en profiter au maximum. Également, nous invitons au Dr Soud, qui a toujours aidé ces malades à faire leur suivi médical, de continuer à bien les suivre, car ces maladies exposent aux éventuelles complications qui peut aller jusqu'aux amputations de membres. Nous prions Allah le Tout-Puissant de glorifier notre Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Nous remercions également tout le monde qui a travaillé jour et nuit pour la réussite de cette activité, qu'Allah nous bénisse. Nos remerciements s'adressent également à la Fondation Mohamed VI des oulémas africains qui a financé cette activité. Wa haza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nashukuru sisi wote kwa tumekutania hapa. Tukiwa tuko hapa na mufti wa Burundi, akiwa ni vice-président wa Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Burundi, na wanamemba wa Fondation Mohamed VI des oulémas africains, na nyinyi wote ambayo mmeweza kuitika wito huyu kwa siku ya leo. Ninayo furaha kubwa ya kuwapokeeni hapa kwenye jumba hili la Centre Culturel Islamique. Kwa ufupi, kama tuko hapa ni Fondation Mohamed VI des oulémas africains iliandaa hii activité ya kuzidisha mapenzi na kusaidiana kwa Waislamu, kama gisi dini yetu inatulazimisha kufanya hivyo. Ikapendelea tufanye hii activite hii kwa watu wenye kuwa na maradhi sugu yasiyoambukia. Tukawa kwa siku ya leo tulichagua kuwa pamoja na watu ambao wako na diabeti na pressure. Kama tunavyofahamu, maradhi haya ni maradhi ambayo yanataka kufuatilia kwa karibu. Kwa mtu kuonana na daktari mara nyingi ili ampe ushauri, kwa kumfanyia vipimo ili aone kama kuna matatizo fulani, makomplikasyon yanaanza kujitokeza, au kwa kutaka kuyalinda yasitokei, na kwa kutumia dawa kwa kila siku. Hilo linafanya kuwa zito kwa wagonjwa wenye kuwa na haya maradhi, kwa sababu wengi wao uwezo wao ni mdogo sana, kama gisi sote tuko hapa tunavyofahamu. Ndio maana fondation ikaona kwa kile kidogo ambacho kilichopatikana, lazima wandugu zetu hawa waweze kusaidiwa japokuwa kwa kidogo, ili waweze kupata namna ya kuwa na wenyewe wanajifuatilia manyumbani kwao. Na ndio sababu tuliweza kununua apare za kuwa mtu anapima sukari akiwe mwenyewe nyumbani, anaona hivi sukari yangu iko sawa wala haiko sawa.
na pia vile vile kuna appareil kidogo zenye za kupima pressure, zapokuwa sio nyingi, ni ndogo tu. Hizo zitakuwa za kuipa shifa iliwe kila mkija mnapimwa na pressure, kwa sababu diabeti na pressure huwa ni vitu vinaendaga sambamba. Na kuna dawa japokuwa sio nyingi, lakini zitaweza kuwasaidia kwenye huu mwezi wa Ramadhani, mkaweza kunywa dawa kwa kila siku kwa gisi mganga amepangia, na mkaweza kufaidika na huyu mwezi wa Ramadhani. Maana yake mtabaki kwenye afya nzuri mpaka Ramadhani itakapokwisha, na mnaweza kutekeleza ibada zenu vizuri. Basi tunatoa shukurani zetu kwa fondation ambayo iliweza kutupa uwezo huyu wa kununua vitu hivi ili tuweze kuwasaidia wagonjwa hawa, na tunamwombea pia Mwami wa Maroke, mwanzilishi wa fondation hii. Mwenyezi Mungu azidi kumbariki, Mwenyezi Mungu hamzidishie, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu. Kwa ufupi ndiyo maneno niliyozungumza kwa Kifaransa. Naona mmeweza kuwa mmenisikia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yalikuwa na mstahiki makofi kwa sababu aliyotuzungumzia ni mazuri zaidi. Naam, kwa muda huyu tutamkaribisha Dr. Sudi ambaye yuko na sisi kwa karibu kila wakati katika kutufuatilia afya zetu. Na leo pia ni fursa nzuri tena. Atakuwa na muda mpana wa neno lake na mafunzo pia ya siku ya leo, kwa sababu hatuwezi kuwapeni vitu bila mafunzo, bila kujua kitachoendelea. Mnaona si kazi nyepesi. Wale ambao waliotuzawadia haya wamefanya kitu kikubwa. Mtu kukupa appareil ya nyumbani kwa wakati wowote kupima afya yako ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tuzidi kuwashukuru na tuzidi kuwaombea wazidi kutupa mengine mazuri inshallah. Kwa hiyo acha tumkaribishe Dr. Sudi katika neno lake na mafunzo yake ya siku ya leo inshallah. Nafikiri itakuwa ni dakika kama 30 hivyo. Watu wote tunaomba, kwa sababu ndo tumefikia sasa kwenye muda wenyewe, mafunzo ambayo yanashindikiza siku ya leo inshallah.